Mjambo na habari za asubuhi wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info. Karibu kwenye matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 12 za mwezi wa pili mwaka 2026. Na katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo tangazia matukio hivi karibuni yanahusu mashambulizi na mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunawalika kuendelea kuungana nasi hapa Kivu News Info kwa habari za ukweli zaidi ambazo zinakupa taarifa sahihi zisizopotoshwa. Kumbukeni, si kila taarifa inayotangazwa mitandaoni ni sahihi. Ni muhimu kuchunguza na kudhibitisha vyanzo kisha kufuata vyombo vinavyohakikishwa. Na hapa Kivu News Info tunahakikisha kila habari na kuletea ukweli bila upotoshaji ili uweze kuamka kuanza siku yako kiwa na taarifa za ukweli na zenye kuaminika. Na nikujuze tu kwamba kila siku Kivu News Info tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na wenda ndio kwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chochote tungekusikufa kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare. Langu jina mimi ni Telo Jelonga, basi nakualika kuwa na mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo tarehe 12 za mwezi wa pili mwaka 2026. Neni Kivu News Info, sauti ya wananchi, karibu tukupashe. Katika hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kauli ambayo imekuwa ikisisitizwa na viongozi wa Kinshasa kwamba waasi wa M23 hawawezi kudumu bila msaada wa jeshi la Rwanda inaonekana kupata uzito mpya kufuatia matukio ya hivi karibuni katika eneo la Masisi mkoani Kivu Kaskazini. Taarifa inaeleza kuwa tangu tarehe 16 Februari kikosi cha jeshi la Rwanda RDF kilichokuwa kimejikita katika eneo la Kanyaru ndani ya wilaya Masisi kiliondoka katika nafasi zake. Kikosi hicho kilikuwa kinafanya operesheni katika sekta Katoi, eneo ambalo limekuwa na mapigano makali kati ya waasi na makundi ya kujilinda ya wananchi maarufu kama Wazalendo. Baada ya kuondoka kwa kikosi hicho, wapiganaji wa Wazalendo walichukua hatua za haraka na kuanzisha mashambulizi dhidi ya ngome za waasi wa M23. Tangu siku hiyo ya Ijumaa wanaripotiwa kufanikiwa kuwasukuma nyuma waasi hao na kurejesha udhibiti wa vijiji kadhaa vilivyokuwa vimekaliwa na waasi. Siku ya jana Jumamosi tarehe 21 Februari, Wazalendo waliendelea na operesheni zao na kufanikiwa kurejesha maeneo ya Bukumbire, Nyakigano pamoja na Kawele katika kundi la vijiji la Kibabi, hatua ambayo imeashiria mabadiliko na mwelekeo wa mapigano katika eneo hilo. Mbali na kuwakamata na kuwaua baadhi ya waasi wa M23, Wazalendo pia walifanikiwa kukamata silaha na risasi zilizokuwa zimeachwa na waasi waliokuwa wakikimbia. Miongoni mwa silaha zilizopatikana ni pamoja na bunduki 3 za aina ya PKM, bunduki 8 za AK-47 pamoja na silaha moja nzito ya kalibre 12.7 pamoja na idadi kubwa ya risasi. Maendeleo haya yanaibua maswali mapya kuhusu nafasi na msaada wa nje kati ya mzozo huu, huku wachambuzi wakiona kuwa kuondoka kwa baadhi ya vikosi vya Rwanda kunaweza kuwa na hatari kubwa kwa uwezo wa M23 kuendelea kushikilia maeneo. Hata hivyo, hali ya usalama bado ni tete katika maeneo mengi ya Masisi na mapigano yanaweza kuendelea wakati wowote. Wananchi wanaendelea kuwa katika hali ya tahadhari, huku wengine wakilazimika kuyama makazi yao kutokana na hofu ya mapigano mapya. Kwa sasa macho na masikio ya wengi yanatekelezwa katika eneo la mashariki mwa nchi, huku wale wakiendelea kufuatilia kwa karibu ili kuona hatua zinazofuata katika mzozo huu unaoendelea. Hali ya mapigano imechukua sura mpya katika eneo la Uvira mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako taarifa za hivi karibuni zinaeleza kuwepo kwa msururu wa mashambulizi makali yaliyoanzishwa na vijana wanaojiita Wazalendo dhidi ya makundi ya waasi. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani kutoka kwa baadhi ya viongozi wa vijana au katika eneo la Bafuliru, mapigano yalianza kwa nguvu kuanzia jioni ya Ijumaa tarehe 12 Februari na kusababisha kile kinachoitwa kama mtafaruku mkubwa katika safu za adui. Chanzo hicho kilichozungumza kwa sharti la kutokutajwa jina kinasema kuwa huu ni mwanzo wa operesheni za kulipiza kisasi dhidi ya mashambulizi ya mara kwa mara yalikuwa yakifanywa na waasi wa M23 katika eneo hilo. Kinasisitiza kuwa wapiganaji wa Wazalendo wameamua kusimama kidete kulinda mipaka na heshima ya taifa. Mapigano makali yameripotiwa hasa katika maeneo ya nyanda za juu za Lemera pamoja na Sarambwe, ambako Wazalendo wanadaiwa kushambuliwa kwa nguvu wapiganaji na waadui wa M23 na kusababisha hasara kubwa kwa upande wao. Kwa mujibu wa taarifa hizo, mashambulizi haya yameleta hofu kubwa kwa maadui, huku baadhi yao wakiripotiwa kukimbia maeneo ya mapigano. Aidha, vyanzo hivyo vinadai kuwa idadi ya waliopoteza maisha upande wa adui unaendelea kuongezeka, ingawa hakuna takwimu rasmi zilizothibitishwa hadi sasa. Tangu mwanzo mwa wiki hii, mapigano yamekuwa yakiongezeka katika maeneo mbalimbali ya Uvira na viunga vyake, huku Wazalendo wakijibu kwa nguvu kile wanachokiita kama uchokozi wa mara kwa mara na makundi ya waasi katika jimbo la Kivu
Kusini. Hali ya usalama inaendelea kuwa ya wasiwasi kwa wakazi wa maeneo yaliyoathirika, wakiripotiwa kuishi kwa hofu na wengine kulazimika kuyama makazi yao kukimbia mapigano. Kwa sasa operesheni hizi zinaendelea na hali inaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku mamlaka zikitarajiwa kutoa tathmini rasmi ya matokeo ya mapigano hayo katika siku za hivi karibuni. Licha ya kujiondoa kwa waasi wa M23 katika eneo la Uvira, hali ya usalama inaendelea kuwa tete mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku vurugu na mapigano vikiendelea kuripotiwa katika maeneo mbalimbali. Haya yamebanishwa katika ripoti ya kila mwezi ya Kivu Security iliyotolewa na taasisi ya utafiti ya Ebuteli inayojihusisha na masuala ya kisiasa, utawala na migogoro nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ripoti hiyo iliyowekwa wazi tarehe 19 Februari inaonyesha kuongezeka kwa mashambulizi ya anga yanayotekelezwa na jeshi la serikali FARDC hasa katika maeneo ya mashariki mwa nchi. Kwa mujibu wa haraka huo, tarehe 2 Januari, shambulizi la ndege lisilo na rubani iliyolenga wapiganaji wa M23 katika kijiji cha Masisi ilisababisha vifo vya raia 7 na kujeruhi watu 40. Aidha, miundombinu ya shirika la kibinadamu la World Chad pia iliharibiwa wakati wa tukio hilo. Katika tukio jingine la tarehe 14 Januari, shambulio la drone lilitekelezwa katika mtaa wa Kalundu mjini Uvira, ikilenga hoteli iliyokuwa ikitumika kwa wapiganaji wa waasi wa M23 kwa mkutano wao. Shambulio hilo limesababisha vifo vya watu kadhaa ikiwemo raia, wapiganaji pamoja na baadhi ya viongozi wa kundi hilo, ingawa idadi kamili haijathibitishwa rasmi. Mashambulizi mengine ya anga yaliripotiwa katika eneo la Walikale ambako tarehe 22 Januari vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC viliharibu ngome za waasi katika kijiji cha Buleusa. Siku iliyofuata mashambulizi zaidi yalilenga vituo vya usambazaji wa vifaa vya waasi katika vijiji vya Mpeti na Minjenje karibu na eneo la Pinga. Wakati huo usiku wa tarehe 31 Januari kuamkia tarehe 1 Februari, uwanja wa ndege wa Bankboga uliopo katika mji wa Kisangani ulishambuliwa kwa kutumia drone za kujitoa muhanga. Kwa mujibu wa vyanzo vya usalama, kuna uharibifu mkubwa ulioripotiwa katika miundombinu ya kijeshi, ingawa shambulio hilo linadaiwa kufanywa na waasi wa M23 wakilenga kituo cha udhibiti wa drone za jeshi la serikali. Shambulio lilizua hisia kali kimataifa, ambako mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Mohamed Ali Yusuf alilaani vikali tukio hilo, akisema linaweka maisha ya raia hatarini na linakiuka sheria za kimataifa za kibinadamu. Alionya kuwa kuenea kwa mashambulizi hadi katika miji mkubwa kunaweza kuongeza zaidi mvutano na kuhatarisha utulivu wa kikanda. Tukio haya yanajiri miezi kadhaa baada ya kutiwa saini kwa makubaliano ya Washington kati ya Kinshasa na Kigali yaliyofanyika kwa uwepo wa rais wa Marekani Donald Trump. Hata hivyo, hali halisi uwanjani inaendelea kubaki ile ile, kuhusu pande zote zikiendelea kushutumiana kwa kukiuka makubaliano hayo. Vile mazungumzo ya amani yanaendelea nchini Doha chini ya usimamizi wa Emili wa Katare bado hayajazaa matunda yanayoonekana. Mazungumzo hayo yanalenga kurejesha mamlaka ya serikali na kuleta suluhu la kudumu kwa migogoro yameanza tena hivi karibuni baada ya kusimama kwa muda mrefu. Ujumla, ripoti ya Kivu Security inaonyesha wazi kuwa licha juhudi za kidiplomasia na jeshi, hali ya usalama mashariki mwa DRC bado ni mbaya na mapigano yanaendelea kuathiri maisha ya raia pamoja na hali ya kibinadamu katika eneo hilo. Hali ya taharuki imekumba mji wa Kalemi, makao makuu ya jimbo la Tanganyika, kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kufuatia kusambaa kwa taarifa zinazodai kuwepo kwa matukio ya ajabu ya kupungua kutolewa kwa viungo vya uzazi vya kiume. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, hali hii ilianza kuripotiwa katika eneo la Kongolo linalopatikana na jimbo la Maniema kabla ya kusambaa kwa kasi hadi kufika mji Kalemi katika siku za hivi karibuni. Taarifa hizi zimezua hofu kubwa miongoni mwa wakazi kiasi kwamba watu wengi wameanza kuepuka hata kusalimiana kwa kushikana mikono. Katika kudhibitisha uwepo wa visa hivyo, tukio moja liliripotiwa katika shule ya msingi ya Epe Zawadi iliyopo katikati ya Municipal ya Lukuga, ambako mtoto wa kiume mwenye umri wa takriban miaka 10 alidaiwa kuathirika na hali hiyo siku ya Ijumaa tarehe 12 Februari. Mwalimu mmoja wa shule hiyo alieleza kuwa tukio lilitokea wakati wa mapumziko baada ya watu wasiojulikana kuingia katika eneo la shule na kuwaita baadhi ya watoto. Kwa mujibu wa maelezo hayo, muda mfupi baada ya tukio hilo, mtoto huyo alihisi mabadiliko yasiyo ya kawaida katika mwili wake, jambo sababisha taruki miongoni mwa wanafunzi na walimu. Watu waliotumiwa walikamatwa na kudaiwa kurejesha hali ya mtoto huyo katika hali ya kawaida kabla ya kuachiliwa. Taarifa nyingine pia zinaeleza kuwa hata askari mmoja wa polisi amedaiwa kuwa miongoni mwa waliokumbwa na hali hiyo, huku visa vingine vikiripotiwa katika maeneo tofauti ya mji. Hata hivyo, hakuna uthibitisho rasmi kutoka kwa mamlaka ya afya au usalama uliotolewa hadi sasa kuhusu kweli wa matukio hayo. Hofu imepelekea mabadiliko haraka katika maisha kila siku ya wakazi wa Kalemi. Watu wengi sasa wanaepuka mikusanyiko
vicheko na kushikana mikono, huku baadhi wakiamini kuwa hali hiyo inaweza kusambaa kwa kugusana. Sekta ya usafiri pia imeanza kuathirika, ambako wadereva wa bajaji wanaripoti kupungua kwa abiria, huku wengine wakichagua kutumia usafiri wa pikipiki. Aidha, imani ya jadi na njia za kujilinda zimeanza kusambaa kwa kasi, ambapo baadhi ya wanaume wanatumia vitu kama vile mipira elastike na pini kama njia ya kujikinga dhidi ya kile kinachoelezwa kama hali ya ajabu. Wataalamu wanashauri tahadhari dhidi ya kusambaza taarifa zisizothibitishwa, wakisisitiza umuhimu wa mamlaka husika kutoa ufafanuzi wa kisayansi ili kuondoa hofu katika jamii. Kwa sasa hali inaendelea kufuatiliwa, huku wakazi wa Kalemi wakiendelea kuishi kwa wasiwasi mkubwa. Habari ni kusema kama sie benye kutembea mapori ndio tuko na hali ya maewa yenye kuya hapa, bantu benye kuya na madawa yabo ya kubeba mwili wa kiume, mwili wa shiba na ume. Maana yake akikugonga tu basi unaweza jiretrouver kwenye utaenda kwenda kujangalia hivi hauna tena mwili wa kiume. Hivi tuko naongea jana, ile habari iko deja news. Jumajana ilikuwa maniva Kongolo, kule bakabamba moya, balikuwa sisi bakabamba moya, bakabakia 5. Hivi mwile 5 kama balijikabula, huku njia ya Kalemi kulikuwa na kuya 3. Ile 3 bawili moya na bambo wa Nyunzu, bawili beko mu direction ya Kalemi. Na pale Nyunzu ule moya mwenyewe alibakia pale, aligonga mushi moya musoko, ule mushi ende akoyole kwenda ukuta ana tena mwili wa kiume. Na erezma Mungu alimsaidia, akarudia mbio, akasema atajue mfoku kwa mingi wenye balishaiua. Akarudia mbio ndio kumfuata ule mwenye alimgonga, ndio kwenda naye kuparke. Mwenye kuwa na nimero ya batu ya parke aulize, hii maneno niko na mifasiria hapa, iko muparke ya Nyunzu, na ule mwenye aligongana na ule mwenye aligongewa balisha kamata moya, na yeye alishaitika kama tulikia batatu, mimi nilibakia hapa, bawili balipanda Kalemi. Bandugu yangu na misi na balisha toa dawa ikikuwa kama shibe nyaba gusaki dawa, lakini haiko dawa fixe, ni kuuza tu epengle. Beba epengle musoko, beba la seile banafungaka makuta kale kamzereti kamakuta, ukate hata kipande ufunge kwa epengle, ubebe ile epengle yako uvale kukaboka usuvetma, hata na kugonga je hata kubeba mwili ya kiume. Ile ndio dawa yenye ilishakuwa inavuma hivi tunaongea hapa Nyunzu, maepengle inaisha hivi tunatoka hapa, si tuko ku parking, kunaenda dofolo ya sachet kipande ya maepengle, batu bende bauze Nyunzu bavale. Kwa hiyo tunajulisha labuda bale bawili balisha kuwa nivo ya hapa au abaya fika. Kumbe familia muwai muuze maepengle, muvalishe batoto ba kiume benye kwenda ku masomo, muvalishe batoto ba kiume benye kupita pita mbarabara, ataenda na mgonga anabeba mwili wa kiume. Hiyo ni info au ni habari yenye tunajulisha familia. Na mwenye kuwa na rafiki na mwenye kuwa na ndugu wa karibu, ule mwenye ana telefone muwai mnamwambia avalishe batoto bot. Hivi niko naongea na mbele ya Mungu na mbele ya bafu, niko na deja na maepengle ya kwenda kuvalisha batoto kunyumba. Bakiume bote bavale, bale bakwenda ku masomo bavale. Na lase natoka mkuuza kalase bananipa kabure kakufunga, hata unakata kale kalase kanaweza funga hata epengle 5 tubipande, bora kule kuepengle kuwe lase. Ndo habari kwa ufupi ile tunajulisha familia yetu ya Bakwakabea na Bejugu na batoto. Msipuzie. Unaweza sababu kupita mgisebwe anakugonga, unakuwa na jiretrouver kwako kunyumba, hauna mwili wa kiume, unaingia matatizo yenyewe hautajua. Banenda banauzisha ile mwili mubei kali.
Watetezi wa haki za binadamu pamoja na wanaharakati wa kijamii katika eneo la Mwenga jimboni Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wametoa wito kwa mamlaka husika kuhakikisha uwepo wa kudumu wa majaji katika mahakama za kiraia na kijeshi, hasa katika mji wa Kamituga na maeneo ya jirani. Kwa mujibu wa waraka huo ulitumwa kwa rais wa mahakama ya rufaa ya Kivu Kusini mwenye makao yake huko Uvira, watetezi hao wanaeleza kuwa ukosefu wa majaji unazorotesha utoaji wa haki kwa maelfu ya wananchi wanaohitaji huduma hiyo muhimu. Katika barua hiyo, wakili Serge mwenye mali ambaye ni mtetezi wa sheria katika mahakama kuu ya Kamituga anabanisha kuwa imepita takriban miezi 9 tangu majaji waliokuwa wamepangwa kufanya kazi katika mahakama za Mwenga na Kamituga walipoondoka katika vituo vyao vya kazi. Inaeleza kuwa majaji hao walikimbia wakihofia usalama wao kufuatia kusonga mbele kwa waasi wa M23 kuelekea maeneo mbalimbali ikiwemo tukio la kuingia kwa mji wa Bukavu. Tangu wakati huo majengo ya mahakama endelea kubaki bila wahudumu, hali inazorotesha kabisa utoaji wa haki. Kutokana na hali hiyo, kumeshuhudiwa ongezeko la matatizo kama mfumo wa sheria, ikiwa ni pamoja na watu kushikiliwa rumande bila kufikishwa mahakamani kwa wakati, vifo vya baadhi waliotumiwa magerezani, pamoja na kuibuka kwa kile kinachoitwa haki ya wananchi au kujichukulia sheria mkononi. Watetezi wanasisitiza kuwa hali hiyo ni hatari kwa utawala wa sheria na haki za binadamu, wakitoa wito kwa mamlaka za juu kuchukua hatua za haraka ili kurejesha mfumo wa haki katika eneo hilo. Wameongeza kuwa kurejeshwa kwa majaji kutasaidia si tu kusikiliza kesi kwa wakati, bali pia kurejesha imani kwa wananchi katika vyombo vya dola na kuzuia kuendelea kwa ukiukwaji wa haki za msingi. Katika juhudi za kurejesha amani na mshikamano wa kijamii, wakazi wa eneo la Fizi hususan Fizi Central wamekutana katika mazungumzo ya kijamii yaliyofanyika siku ya jana tarehe 21 Februari, yakilenga kuimarisha umoja kati ya makabila mbalimbali wanaoishi katika eneo hilo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mazungumzo yaliandaliwa kwa msaada wa shirika lisilo la serikali la Rio, yaliwakutanisha wawakilishi wa jamii tofauti wakiwemo Babembe, Bafuliru, Bayubu, Rega, Bazoba, Baluba, Bashi, Bavira, Banyindu na Baziba. Jamii la Banyamulenge alikuhudhuria lakini lilitoa uzuru wake. Washiriki wa mkutano walieleza kwa pamoja azma kuona amani ya kudumu inarejea katika eneo la Fizi, wakitiza umuhimu wa kuishi kwa mshikamano na hata kuhimiza ndoa za makabila tofauti kama njia ya kuimarisha uhusiano na kuondoa mgogoro wa muda mrefu. Akizungumza wakati wa mkutano huo, msimamizi wa eneo la Fizi Samika Loji Badibanga alianza kwa kuomba dakika moja ukimya kwa kuwakumbuka wanajeshi wa FARDC pamoja na wazalendo waliopoteza maisha vitani. Pia alitoa pole kwa wanawake waliokumbwa na vitendo vya ukatili wa kijinsia pamoja na wakimbizi wa ndani wanaoendelea kuishi katika mazingira magumu. Alisitiza kuwa eneo la Fizi limepitia mateso mengi na ni lazima jamii zote zishirikiane kujenga upya amani na maendeleo. Aidha, alisifu juhudi za Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi katika kuendeleza diplomasia na amani nchini. Katika hotuba yake alibanisha kuwa mazungumzo ya kijamii ni silaha muhimu dhidi ya makundi ya uasi kama vile M23 pamoja na washika wao, akiwahimiza wananchi kuendelea kuwa na umoja, mshikamano wa uangalifu, hasa katika kipindi hiki cha changamoto za kiusalama mashariki mwa nchi. Mkutano huo ulihitimishwa katika hali ya matumaini na mshikamano, ukiashiria nia pamoja jamii za Fizi kuishi kwa amani, kuachana na migogoro na kujenga mustakabali bora kwa vizazi vijavyo. Katika operesheni za kijeshi zinazotekelezwa katika jimbo la Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mafanikio makubwa yameripotiwa dhidi ya makundi ya uasi yanayoendesha harakati zao katika maeneo mbalimbali ya jimbo hilo la Ituri. Kwa mujibu wa taarifa za kijeshi, kati ya tarehe 5 Julai mwaka uliopita hadi tarehe 12 Februari mwaka 2026, angalau wapiganaji 49 wa kundi la CRP wanaongozwa na Thomas Lubanga wamekamatwa, huku zaidi ya wapiganaji 100 wakijisalimisha kwa hiari yao mbele ya vikosi vya usalama. Operesheni hizo zinalenga hasa waasi wanaojihusisha na Thomas Lubanga katika eneo la Njugu pamoja na kundi la ADF na wanaendesha mashambulizi katika maeneo ya Irumu na Mambasa. Mbali na kukamatwa kwa wapiganaji hao, vikosi vya kijeshi vimefanikiwa pia kukusanya zaidi ya silaha 500 pamoja na risasi mbalimbali za kivita, hatua inachukuliwa kama pigo kubwa kwa uwezo wa waasi kuendelea na mashambulizi yao katika eneo hilo. Mamlaka za kijeshi zinasema operesheni hizo zinaendelea huku zikilenga kurejesha utulivu na usalama wa kudumu katika jimbo la Ituri ambalo linaendelea kukumbwa na mashambulizi ya makundi yenye silaha kwa muda mrefu. Hata hivyo, licha ya mafanikio, changamoto za kiusalama bado zinaendelea kuripotiwa katika baadhi ya maeneo, huku juhudi za kuimarisha amani zikiendelea kuchukuliwa na serikali kwa kushirikiana na wadau mbalimbali.
Moise Katumbi Chapwe, rais wa chama cha Ensemble pour la République, amesifu tamko la hivi karibuni la kamati ya masuala kigeni ya Seneti ya Marekani inalohimiza utekelezaji wa haraka wa Accord de Washington. Katika taarifa yake iliyotolewa huko Belgiji tarehe 2 Februari, Katumbi alisema kuwa ni hatua muhimu kwamba bunge la Marekani limetambua hitaji la kuandaa mazungumzo ya kitaifa yenye uaminifu na kujumuisha pande zote ili kushughulikia chanzo cha mgogoro wa sasa nchini Kongo. Katumbi aliongeza kuwa mpango huu utasaidia kuhakikisha umoja wa taifa, amani ya kudumu na ustawi wa wananchi, huku ukizingatia uhusiano wa kimkakati kati ya Marekani na DRC. Alitumia nafasi hiyo pia kumshukuru rais wa Marekani Donald Trump pamoja na wabunge wa Marekani na washirika wa kimataifa kwa jitihada zao za kutafuta suluhisho la kudumu la mgogoro wa Kongo. Kwa upande wake, Felix Tshisekedi ameeleza kuwa katika muktaba huu wa mgogoro mashariki mwa Kongo, umoja wa kitaifa si jambo la lazima. Hata hivyo, anasisitiza masharti mazungumzo haya hayapaswi kuingilia au kuzofisha taasisi zilizoundwa kisheria baada ya uchaguzi. Lazima afanyike ndani ya nchi chini ya uongozi wa taasisi za Kongo na hayawezi kuathiri majukumu ya kimataifa kufunika ukiukwaji wa sheria iliyotambuliwa. Hali ya mazungumzo ya kitaifa inazua mjadala katika siasa za Kongo, kwani utekelezaji wake chini ya serikali unachukua kama njia kupunguza ushawishi wa dini, hususan Senko na ICC ambazo zimekuwa kama mediator wa mzozo wa kisiasa kwa upinzani na mashirika ya kiraia. Hata hivyo, licha mchakato wa diplomasia uliopo, Washington unalenga kudhibiti mzozo kati ya Kigali na Kinshasa, na Doha unalenga kushughulikia mgogoro kati ya Kinshasa na waasi wa M23. Bado matokeo halisi kwenye ardhi haujafanikiwa. Hali mashariki mwa DRC inabaki kuwa na mzozo mkali, hasa katika jimbo la Kivu Kaskazini na Kusini, huku vurugu zikizidi katika maeneo mbalimbali. Harakati ya Mouvement des Patriotes Congolais Engagés imelaani vikali mashirika ya kiraia yanayohusiana na Rwanda na M23 yanayounda ripoti zisizo sahihi dhidi ya serikali ya Kongo. Harakati hiyo inasema kwamba mashirika haya yanatumia taarifa hizo za uongo kujaribu kuharibu heshima ya serikali katika jamii ya kimataifa na kwa njia hiyo kulinda waasi waendeshe vurugu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mujibu wa harakati hiyo, hatua hizi ni hatari kwani zinapotosha ukweli na zinachangia kuendelea kwa mgogoro badala ya kutafuta suluhisho la amani. Harakati hiyo inasisitiza umuhimu wa jamii ya kimataifa kudhibitisha taarifa kabla ya kuziamini na kushirikisha ripoti zinazolenga ukweli na utulivu mwa DRC. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limekanusha vikali madai yanayosambazwa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu uwepo wa mamluki wa Kifaransa kuhusiana na mapigano au operesheni za kijeshi nchini. Taarifa rasmi iliyotolewa Ijumaa na kusainiwa na msemaji wa muda wa Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC inaeleza wazi kuwa madai hayo si ya kweli, ni ya kupotosha umma. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limefafanua kuwa tangu uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nchi hiyo imekuwa na ushirikiano wa kijeshi na Ufaransa, hasa katika mafunzo ya wanajeshi na maafisa, si kweli kuajiri mamluki. Ushirikiano huo unahusiana na mafunzo ya vikosi vya mapigano, mafunzo ya kitaalumu kwa maafisa pamoja na shule za kikanda za kijeshi zilizopo barani Afrika. Taarifa inafafanua zaidi kuwa wanajeshi wa Kifaransa wanaonekana kwenye picha zinazozunguka mitandaoni si mamluki wa kulipwa au washiriki wa mapigano, bali ni wakufunzi rasmi waliotumwa kutoa mafunzo ya kijeshi na kitaalumu kwa vikosi vya Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wafunzi hao wanatoka katika kikosi cha mafunzo ya operesheni na wamewekwa rasmi katika mji wa Kisangani, makao makuu ya mkoa wa Chopo kaskazini mashariki mwa nchi. Uwepo wao ni kwa ajili ya kusaidia kuboresha uwezo wa kijeshi wa vikosi vya FARDC, kuhamasisha mafunzo ya kisayansi na mapigano, mbinu za ulinzi na usalama, na si kushiriki moja kwa moja katika mapigano kama inavyodaiwa kwenye mitandao ya kijamii. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limewataka wananchi kupuuza taarifa hizo zisizo na msingi zinazotolewa mitandaoni na badala yake kuzingatia taarifa rasmi inayotolewa na vyombo vya serikali ili kuepuka kudanganyiwa na taarifa potofu zinazoweza kusababisha hofu na taharuki kubwa miongoni mwa wananchi. Taarifa hiyo pia inasisitiza kuwa ushirikiano wa kijeshi na Ufaransa ni wa muda mrefu na unaendeshwa kwa uwazi, ukilenga kuasa kuinua viwango vya kitaaluma vya usalama na vikosi vya Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika la kiraia mkoani Kivu Kusini limelaani vikali tukio la kutekwa nyara kwa mwakilishi wake katika eneo la Uvira, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Jumamosi, tukio lilitokea Alhamisi iliyopita katika eneo la Sange ambako Filemo Kidumu Musengereketa alichukuliwa na wanaume wenye silaha wanaodaiwa kuwa wana uhusiano na kundi la waasi wa M23. Taarifa hiyo inayosainiwa na rais wa uratibu wa mashirika ya kiraia mkoani humo, Nene Bintu Iragi, inaeleza kuwa tukio hilo lilitokea majira saa 7 mchana nyumbani kwa Musika, ambapo alikamatwa na
kamanda mmoja wa waasi wa M23 ambaye hajatambulika pamoja na wapiganaji wake. Hadi sasa sababu za kutekwa kwake bado hazijafahamika rasmi. Hata hivyo, baadhi ya vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa huenda tukio hilo linahusiana na suala la kukatika na kurejeshwa kwa mawasiliano ya mtandao wa simu wa kampuni ya Airtel katika eneo la tambarare la Ruzizi. Inadaiwa kuwa Filemo Kidumu Musengeregeta alikuwa akihusika na matengenezo ya mitandao ya umeme katika mji wa Sange, Lemera hadi Luvungi. Mashirika ya kiraia yamesitiza kulaani vikali tukio hilo, likitaja kama miongoni mwa vitendo vya mara kwa mara vya utekaji vinavyomlenga watetezi wa haki za binadamu katika eneo hilo. Wakati huo wito umetolewa kwa mamlaka husika na wadau wa usalama na kuhakikisha juhudi zinaimarishwa ili kumtafuta na kumwachilia huru mhusika pamoja na kulinda usalama wa wanaharakati wengine katika ukanda huo wenye hali tete ya usalama. Na kufikia hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 22 za mwezi wa pili mwaka 2026. Niamba kwa kusikiliza ni Kivu News FM kila siku tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kama ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya kuondoka tungekusihi kufanya kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare. Kwa lugha nyingine wanasema kujabone, kueme vile na kupartager. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Ni yetu na mazungumzo yetu kila siku tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hivyo basi naendelea kutuandikia kwa namba zetu za WhatsApp na ukatujuza unatusikiliza kwa sehemu gani, na wewe ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Kingine ambacho ni muhimu zaidi, unaweza kubonyeza kwenye titre ya habari na itakupeleka moja kwa moja hapo chini kwa description ambako utakutana na linki mbili. Kwa Kifaransa wanasema lien ya kwanza ukibonyeza itakupeleka kujabone kupitia channel yetu ya WhatsApp, na ya pili itakupeleka moja kwa moja kujumuika pamoja nasi kupitia grupu letu la WhatsApp. Na baada ya kufanya hivyo itarahisisha sana usipitwe na chochote kipindi ambako utakuwa unakupatia habari mpya kupitia channel yetu hii ya YouTube. Langu jina mimi ni Teloge Longa, sina la ziada ila tu acha niendelee kutoa shukrani zangu za dhati kwamba ulikuwa na sisi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo tarehe 22 za mwezi wa pili mwaka 2026. Neni Kivu News Info, sauti ya wananchi. Acha nikutakie asubuhi njema yenye mafanikio tele, na wenda vile tukutana tena kwenye matangazo yetu mengine ya baadaye kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Bye bye na ciao.